Mimi nawashukuru, lakini kabla sijamkabidhi shekhe wa wilaya kutufanyia dua ili tufunge tupige mchele, nataka niwakumbushe Waislamu na wale waliokuwa Wakristo kama kaka yangu Mheshimiwa DC kwa maneno ya dini. Waislamu naomba muzingatie sana nguzo ya 6 ya imani. Ili uwe muumini madhubuti unatakiwa uishike nguzo ya 6 ya imani: kuamini, kuishiba na kuikumbatia kadari ama mpango wa Mungu. Hata jambo hili hapa lilipofanyika ni mpango wa Mungu. Mwanangu Sheikh Rashid aliponialika kuja katika jambo hili, nikamwambia hilo jambo nipe na mimi, mkimaliza na mimi tuje tuzungumze, niwaite viongozi wa serikali na wa dini. Habari ya kula na dhamini mimi, na msiwe na wasiwasi, tutawaruhusu. Chakula kinatoka kwangu na dakika 0 kitafika hapa. Msosi wa kutosha, una wasiwasi, ili mradi tukumbushane vijana kama tulivyoambiwa na viongozi wetu. Kwa hiyo tuamini nguzo ya 6, mpango wa Mungu. Wanaotaka kwenda kuandamana, maana yake wametiania ya kwenda kupingana na mpango wa Mungu. Tumngoe Mama Samia, Mungu kamteua, unasema wewe hatukutaki, tunaleta wa kwetu. Maana yake unapingana na nguzo ya 6, alafu unajiita Muislamu. Lazima uamini mpango wa Mungu, kadari. Mungu kaamua Mpogoro awe ndiyo mkuu wa wilaya wa Ilala, na leo awakilishe na mwenziwe. Hata mimi pia nilikuwa napenda niwe mkuu wa wilaya, Mungu kaniangushia kwenye ushehe. Nguzo ya 6. Mstahiki meya, mlikuwa wengi mnataka nafasi hiyo. Kuamini mpango wa Mungu kakupa wewe kuwa ndio meya wetu. Kakaangu Mheshimiwa Chaurembo, mlikuwa wengi mnataka ubunge, mpaka mwanangu yule Rashid ni alikuwa anataka ubunge, alikuwa anataka kuangushe lakini Mungu kateua uwe wewe na madiwani nyote. Tuamini. Kwa hiyo tusiende, Waislamu tusiende kwenda kushindana na mpango wa Mungu, tusubiri temu ijayo. Lakini nigeuke kwa Wakristo, Mathayo 5:9, na wale Wakristo, Mathayo 5:9, heri ya wale wapatanishi, kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Ukiwa mpatanishi unaitwa mwana wa Mungu. Unajiitaje wewe mchungaji alafu wewe unakuwa ndio mchochezi, wakati Bible inasema heri ya wapatanishi, kwa maana wataitwa wana wa Mungu? Kakaangu akaitikia hapa amen. Niwaombe na wale Wakristo wote, twendeni tukashike pembe za jamvi la kikao, tukawe wapatanishi, ili tupate baraka ya kuitwa wana wa Mungu. Na maana halisi ya wana wa Mungu, maana yake ni wapendwa wa Mungu. Ingekuwa kwenye sheria, babu yangu, rafiki yangu, chawa wangu Sheikh Jongo wanakitu katika sheria wanaita kiasu wa aksi. Kama wapatanishi wataitwa wana wa Mungu, wapendwa wa Mungu, wachochezi wataitwa nani? Wapinzani wa Mungu. Kama wewe Mkristo wa kweli uko tayari kuitwa mpinzani wa Mungu, hizi ndo shukurani zangu na kuombeni kila mmoja. Na kama tunaitakia heri nchi yetu, Mheshimiwa Rais kasema njooni tukae tujadili, tufanye maridhiano. Wataalamu wa somo la tarbia wana maneno yao, wanasema maniddaa bima laisa fihi kadhabathu shawahidul imtihani. Anayejisifia kwa mambo ambayo hana ujuzi nayo, musipate tabu, mpeni majaribio. Akisema ye mtaalamu wa mpira kuliko Pakome, mpeni apige danadana 30, tutapata najibu anaweza kweli.
Sasa hakuna sababu ya kutaka kuleta shida katika nchi. Mheshimiwa Rais kasema twendeni, basi tunachotakiwa sisi twende kwenye kikao cha maridhiano. Kama hakuna maridhiano anatuongopea, ndo tutakuja kwa wananchi. Niliwahi kusema viongozi wa serikali, ukweli, hata mkikasirika, Mheshimiwa Mpogoro, nyinyi hamuna watu. Watu ni wa kwetu sisi viongozi wa dini, ima wa mashehe Waislamu, ima wa wachungaji wa Kristo. Serikali inategemea wananchi ama raia kutoka kwetu. Tukiwaharibu nyoyo, Mheshimiwa Rais alisema viongozi wa dini wanapeleka mafundisho yao kwenye nyoyo, wanasiasa mafundisho yao yanakaa kwenye akili, na hatari zaidi yanayoathiri kwa haraka ni maneno ya kwenye nyoyo, kwa sababu raia wanaamini kwamba hayo ni mafundisho ya kiimani ya dini zao. Kwa tukiwaharibu, maana yake tunaichafua nchi. Si vyema sisi viongozi wa dini tuonekane ndiyo chanzo cha matatizo. Tuungane, Waislamu, Wakristo, wapagani na madhehebu zote zinazoungana na sisi, tushirikiane na serikali kuhakikisha utulivu unapatikana. Kama hapa nimeona timu kubwa hapa ya Mheshimiwa RPC wamekuja, wanazunguka hapa. RPC wa Temeke alikuwa aje, ana dharura, kaleta timu hapa, na nimeongea naye mwenyewe. Wapo wanamume wanazunguka, ukifanya fyoko akilalama. Ndio nasirudi. Sasa amani hii, na kesho mwanafunzi huyu anakwenda kuoa, anatamani afanye sherehe, kuwe na amani ili sherehe yake inoge. Sisi tuliooa tunasherehekea, wenzetu waje kuoa kimya kimya, hawana sherehe. Mbona tunawanyima na wao haki zao? Hata wale wenye vilabu wale wanalipa wachezaji fedha, amani ikipatikana wacheze mipira ili pesa yao ilipe. Tukifanya vurugu, maana yake wachezaji wanakula pesa za bure, viongozi wanalalamika haki zao. Lakini nilisema siku moja, hata sisi tulioa, niseme taratibu, walio mbali wasisikie. Kusema kwa kweli, ile siku 3-4 ile, sijui kwa mtu alikuwa na fedhuli gani. Sisi wengine ile zile siku zimeisha bila. Ukiona uelewi haya kuhusu. Kwa sababu hakukuwa na amani. Huyu anatazama huku, huyu anatazama huku. Hakuna aliyekuwa anamjua mwenzie anayemuuliza mambo au akamwambia naam Laila Saida. Hayupo. Tulibaki hivyo hivyo kama vipele tu. Kwa nikuombeni viongozi wa dini, tumewaalikeni mashehe wa kata, bahati nzuri mmeitika nyote. Katibu wa baraza la mashehe mkoa wa Dar es Salaam upo, tunakuomba utusaidie, na shekhe wetu wa wilaya yupo. Hutuba kuanzia leo magharibi isha, kesho adhuhuri, alasiri, magharibi isha, maneno yawe hayo misikitini, sambamba na kunuti, tukunuti kuiombea nchi yetu amani. Na kuombeni sana. Na wale ambao hawana presha, sukari na vidonda vya tumbo, kesho Jumatatu tufunge kumwomba Mwenyezi Mungu afunge hizi shida. Tusiwalani kuwaombea matatizo. Wakati mwingine wakifanya dua vizuri, Mungu anamaliza mwenyewe. Si mnajua? Wala yupo atakayesimama niambie aliomba dua Mange Kimambi akaunti yake ifungiwe. Zile dua Mungu kapokea, akaona naanza na hapa, kinachofuata hatujui nini. Na wala usiingilie mipango ya Mungu. Usimwambie Mungu yule mtie uchizi, utakuwa uchawi. Kwa hiyo nakuombeni, nimeshukuru kwa dakika hizo, najua na chakula tayari. Mungu akulipeni kila la kheri, na mkabidhi shekhe wa wilaya afanye dua, tupige mchele tuende zetu. Jambo hili limekwisha. Na wana Mbagara, wana Charambe, kituo chenu hiki hapa, wanapata elimu, wanapata maadili, wanapata elimu, wanapata maadili, lakini sio kituo cha ugaidi na ufedhuli na kupambana na serikali. Na ndiyo maana mnaona na serikali imekuja. Kuna watu wengine wanataka kushindana na serikali, manake wenzio wana mizinga, wanaenda na mawe na manati. Takibiri, una manati, unatafuta kufa, umejipanga na nini? Kwa hiyo nakushukuruni sana. Mungu atubariki. Shekhe wa wilaya tuongoze kwa dua, tupige mchele.